anajua. Yeye anafanya nini? Anajua. Kwa hivyo attack ni haraka sana. He attacks you. Kwa hivyo unakuta kwamba wewe na mimi tunaweza kujikuta katika hii hali ambayo imekuwa described katika Revelation, katika Ufunuo wa Yohana. Nitarudia tena verse number 8 tuone. Verse number 8 inasema hivi. Tutaanzia verse number 7. And the beast was allowed to wage war against God's holy people. Yani alipewa ruhusa. Nimekwambia he cannot attack you unless he is given permission. Bwana asifiwe. Unless he is given permission, and that permission will only come when you have gone out of this plan of the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Haya, sikiza vizuri. And the beast was allowed to wage war against God's holy people and to conquer them. And he was given authority to rule over every tribe and people and language and nation. And all the people who belong to this world worshipped the beast. They are the ones whose names were not written in the book of life that belongs to the Lamb who was slaughtered before the world was made. Amen. Praise the Lord. Verse number 9 is warning us. Anyone with ears to hear should listen and understand. Hallelujah. Verse 10. Anyone who is destined for prison will be taken to prison. Anyone destined to die by the sword will die by the sword. This means that God's holy people must endure persecution patiently and remain faithful. Hallelujah. Soma na Kiswahili verse number 7 up to verse number 10. Yohana 13 mstari wa 7. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda, akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa. Mstari wa 8. Na watu wote wakaao juu ya nchi wakamsujudu, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Mtu akiwa na sikio na asikie. Mtu akiwa na sikio anafanya nini? Na asikie. Mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka. Mtu akiua kwa upanga atauawa kwa upanga. Hapa ndipo penye subira na imani ya watakatifu. Subira na nini? Na imani ya watakatifu. Bwana asifiwe. Subira ya imani. Bwana asifiwe. We must endure. We must know this is God. Hallelujah. This is a very serious issue that we and me and you we are talking about. Bwana asifiwe. Hii ni jambo ambalo ni very very serious. Praise the Lord. It does not please the devil. Hallelujah. Because you making up your mind that I must walk according to the will of God. Now, Mungu alikuwa ananifundisha na niambia kwamba yes, we shall talk about coronavirus, we shall talk about COVID-19 just like anybody else. Tutaongea juu ya hiyo mambo yote. Lakini kuna jambo moja ambalo Mungu aliniuliza. Je, wewe utakatifu wako unaweza kuokoa nchi hii? Praise the Lord. Sema utakatifu. Yes, utakatifu wangu ni bure. Lakini nikiuweka ndani ya Yesu, ndani ya hii damu ya Yesu, unaweza. Sema unaweza. We must walk according to the will and the instructions of our Lord. Amen. To the will and instruction of our Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tunapata kuokolewa. Sema redemption. Tunapata kuokolewa kupitia kwa hii damu. Ephesians chapter number 1 verse 7. Fungua Ephesians 1 verse number 7. Efeso 1 mstari wa 7 kama mpata kusomea na Kiswahili. Efeso 1 mstari wa 7. Katika yeye huyo
kwa damu yake tunayo ukombozi wetu. Tunayo ukombozi ndani ya Kristo Yesu. Tunayo nini? Ukombozi wetu. Bwana asifiwe. Tunayo ukombozi wetu. Bwana msamaha ya dhambi, na msamaha wa dhambi, sawa sawa na wingi wa neema yake. Sawa sawa na wingi wa neema yake. He is so rich in kindness. He is so rich in kindness and grace that he purchased our freedom with the blood of his son and forgave our sins. The blood of his son. Bwana asifiwe. Now, the reason why this has to be emphasized, nataka uone hapa. Niangalie. Sababu ya kutilia maanani jambo hili ni hii. Unajua hata siku za mwisho, wakati ambapo shetani atawaachiliwa. Umeona kwamba atawaachiliwa. Nataka nikwambie hivi hata mama Jeremy. Huyo favor unapenda wakati mwingine atashikwa hivi. Anashikwa hivi mtoto wako. Unaambiwa mkane Yesu ama tumnyonge, tumuue huyu. Na unaangalia na macho. You are looking with your hand. Kitambo useme bado mimi wa Yesu mtoto mkono inakata ukiona. Mkono inafanya nini? Unampenda mtoto wako. Wewe unapenda mtoto wako kweli? Kana Yesu, sema mimi sitaki Yesu. Mkono inakata wengine. It is very very dangerous. Hallelujah. Biblia inasema ole kwao wale wana mimba na nini? Ole kwao wale wana mimba na wananyonyesha. Because it will be very tough. It will be very serious. Praise the Lord. Itakuwa ni kali. Yaani unakuwa unaambiwa choose. Amen. Baraza. Lucky. Unampenda Lucky wako. Wanamshika hivyo, wanamshika mtoto wako na mguu mmoja, kwanza wanamuinamisha. Wanamshika hivyo, wanamuinamisha. You can just imagine that picture. It is very serious because you have to go to heaven. Praise the Lord. Lazima tuende mbinguni. You choose. This is the example the Lord is giving us. That he gave out his only son. He loved us so much. Sema kupendwa sana. We were loved so much that he gave his only son. Bwana asifiwe. No, he is so rich. My Bible speaks of so rich in kindness and grace that he purchased our freedom. He purchased our freedom with the blood of his son and forgave our sins. Hallelujah. Number 8 inasema, he showered his kindness on us along with all wisdom and understanding. Bwana asifiwe. Hapa sasa ndio nataka uone ya kwamba it's true. Hii wokovu tuko nao si ya kucheza na. This salvation we have is not just like that. It is through the blood of Jesus. Sema asante kwa damu ya Yesu. Sema vizuri, thank you for the blood of Jesus. Hallelujah. Yeah. Wakati mwingine unaona kwamba hebu fungua hapo nyuma kidogo, Romans chapter number 5 verse number 12 kwa haraka. Sababu nataka kwenda kwa haraka. Romans 5 verse number 12. Inasema hivi. Verse number, when Adam sinned, sin entered the world. Adam's sin brought death. So death spread to everyone, for everyone sinned. Yes, people sinned even before the law was given, but it was not counted as sin because there was not yet any law to break. Still, everyone died from the time of Adam to the time of Moses. Even those who did not disobey an explicit commandment of God, as Adam did. Now, Adam is a symbol, a representation of Christ, who was yet to come. But there is great difference between Adam's sin and God's gracious gift. For the sin of this one man, Adam brought death to many. But even greater is God's wonderful grace and his gift of forgiveness to many through this other man, Jesus Christ. Amen.
This other man, Jesus Christ. Soma na Kiswahili. Warumi 12 tuanzie mstari wa kwanza. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwengu, na kwa dhambi hiyo mauti, na hiyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwa ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwapo sheria. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo iliwatawala hata wao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye atakayekuja. Lakini karama ile haikuwa kama lile kosa, kwa maana ikiwa kwa kosa kwake yule mmoja wengi walikufa, zaidi sana neema ya Mungu na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja Yesu Kristo kimezidi kwa ajili ya wale wengi. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nataka uone hapa Christ Jesus. Now, hapa angalia hapa uone. Wakati huo alikuwa, nataka kila mtu aniangalie. Ya kwamba alikuokoa. Alifanya nini? Akakuosha. Sema akaniosha. Sasa akakuondoa kwa ile ambayo ilikuwa damu wa kwanza. Sasa akatuosha na hii damu. Sema kuniosha na damu ya Yesu. Sema asante Yesu kwa kuniosha. Unajua what happens is this, that God will not remember any past sins if you walk righteously. Ukitembea kwa utakatifu na katika ile hali ambayo Mungu wetu anapenda, ya kwamba hata kumbuka hizo dhambi tena. Praise the Lord. Kwa sababu Yesu ametuokoa. Haleluya. Na ametuweka huru. Sema Yesu ameniokoa na ameniweka huru. Praise the Lord. Pia dhambi hizi nataka ujue. Pia damu hii, sema damu ya Yesu. Pia damu hii inatuondoanisha na laana. Sema laana. Yes, kwa sababu sasa unaona Adamu yeye alileta laana ya kifo. Sema alileta laana ya kifo.